Loso, kuna mkanganyiko ambao niliuona nikasema nitakutafuta tuweze kuzungumza. Kuna kauli moja inasema kwamba wasanii wa Singeli ni washamba, wana ushamba fulani. Mbona nataka uniambie ile kauli ulisikia? Kauli ile nilisikia, aliongea mdogo wetu Rich Msafi. Kwa mimi kwa upande wangu, na unajua karibia watu wengi sana walimind. Hivi aliongea au aliandika ujumbe? Aliandika ujumbe, lakini pia aliongea kwenye kipindi cha TV. Umeelewa bwana? Kwa hiyo aliongea, yani aliandika mara kwanza fakaja kaongea. Kwa hiyo tuseme kama hiyo kauli ameisema mara mbili. Okay, sasa labda mimi kuna kitu kimoja nataka kujua kwamba kauli ambayo amezungumza. Kwa sababu ninavyojua Rich Msafi ni mtangazaji mkubwa sana na ni mtu mwema sana. Labda kuna msanii mmoja alifanya kitu ambacho ni cha tofauti ndio maana akaamua kutoa vile. Sidhani kama alimaanisha kwamba ni wote. Au unaonaje? Ndio maana anasema amekosea kwenye uwasilishaji. Umeelewa? Inawezekana kuna msanii alimsumbua, alimletea huo shamba. Kwa hiyo alichotakiwa kusema, let's say labda form 7 kakuzingua, atakiwa useme labda form 7 au Manifongo au Dogo Sergeant au nani, mwambie kwamba bwana wewe Dula Makabila mshamba, au Divoice mshamba, umenizingua 1 2 3. Ukisema wasanii wa Singeli washamba sana, maana yake umewajumlisha wote. Let's say sasa hivi mimi niseme watangazaji wa Bongo wa shamba sana. Okay. Kwa maana yake nimewajumlisha wote. Kwa hiyo kuna mabrothers wengine lazima watamaindi. Umeelewa? Ndio kilichotokea. Kwa hiyo yeye alipaswa kumtaja yule ambaye amemfanyia huo shamba, kwa sababu tukisema kwa sababu nilisikia akisema point yake wakiombewa kwenye interview wanachelewa. Labda mimi niseme swala la kuchelewa kwenye interview sio swala la wasanii wa Singeli tu. Hadi wasanii wa Bongo Flava na wasanii wengine wanachelewa. Kwani je kutokea? Why hajai kusema wasanii wa Bongo Flava wa shamba? Kwa hiyo mwenyewe amechukulia kama Singeli ni muziki fulani au hawa ni watu fulani, umeona kama amewachukulia poa. Hasa ile ndio kitu kibaya ambacho watu wengi kimewaudhi, umeelewa? Lakini mimi kama mimi mwenyewe najua yule mtangazaji mzuri na ni new, umeona, generation upcoming watangazaji ambao wapya, kwa sababu Rich Msafi ni mtangazaji mpya ambaye anafanya vizuri, umeelewa bwana? Kwa hiyo sasa yeye pia kwenye career yake kuna misingi anatakiwa awe nayo, au kuna vitu anatakiwa avijue, namna ya kuheshimu watu, umeelewa, na namna ya kuenda na hawa wasanii kwenye kazi zake, kwa sababu unaposema vitu kama hivyo kuna watu wengine ujue. Mimi ujue na manage Singeli, nakutana hata na watu mtaani. Yaani kuna watu wengine wakutana mtaani, yani wamemind afu ule mtoto ule brother man yule, yani tukutana naye si makofi tu atuongee naye, unaelewa? Sasa vitu gani? Kwa sababu kuna watu wengine ujue hii muziki yetu ya Singeli ina categories nyingi, wewe unajua. Kuna masela huko mitaani wana namba zao, umeelewa? Kuna watu wengine sasa ukuta watu smart kama sisi, tutaongea na mwana mdogo wetu kateleza. Lakini ukutana na machizi huko mtaani leo buba, kakutana na saa 2 anategemea nini? Watawapa maelezo. Hebu ngoja. Mimi nataka uniambie kitu kimoja. Najua hizi namba hizi mioga zinachanganya. Maana si kuna 32, 45, sio na nini. Hebu nataka unipe tafsiri ya hizi namba. Kwa nini kwanza hizi namba zinatajwa sana kwenye muziki ya Singeli na zina maana gani? Hizi namba zinawakilisha wahusika na zina reflect maisha yao. Umeelewa? Kwa mfano watu wa labda tuseme 55. 55 kauli mbiu yao wanakuambia kwa umoja. Kwa umoja. Okay, hao 55 wanakuaje? Hao 55 hao manake kwa umoja, kwa mfano wana 55 labda wamezinguliwa mtaani, umeelewa? Wataungana 55 wote kwa umoja, watakuja. Kama umewazingua watakufuata. Lakini pia kwenye majambo yao, kwenye shughuli zao wanaungana pamoja. Sasa hawa 55, kwa nini wanaitwa 55? Kwa nini wasiitwe labda 100 au wasiitwe 200? Ndio nataka unieleweshe hizo namba. Hasa hizo namba zao hizo wanazitengeneza wenyewe kulingana na hisia zao, feelings zao. Unaweza ukakuta labda usio wakaamua labda kwenye crew yao labda wako 55. Wakaamua jiite 55. Wanakuwa ni watu wa wapi? Yaani labda Kigamboni kuna 55, yani nataka unieleweshe yani. Ni kama mashabiki sasa. Unaona hapa leo ikianzishwa labda let's say WCB. Alafu unakuta WCB wana mafansi sehemu tofauti. Na wenyewe ndio hivyo, ukianzisha hapa 55, kwa hiyo kuna watu wanaoipenda 55. Kwa hiyo utakuta labda Kigamboni kuna 55, Kambi, Mbagala kuna 55. Kwa hiyo hizi namba zilianzishwa kama lebo za mashabiki kwa ajili ya kusupport Singeli. Kwa 45, 46, wanakuwa 52. Na wenyewe ukisema tu wanajuana.
Kwa mfano 32 wana CEO wao wanamfahamu, ambaye ni nani huyo, ambao ni Jeusi MC, umeelewa? Ukienda labda 55 wao wana CEO wao Bonta Morris 55, umeona bwana. Ukienda 45 kuna Kaje Double Killer, umeelewa? Wana masio wao. Kwa hiyo kila sehemu ukienda unakuta kama, ndio maana hata kwenye show, fuatilia show zetu za Singeli, wasema 45 utaona 45 mikono juu, 32 utaona mikono juu, 55 mikono juu, umeelewa? Kwa hiyo ni hivyo. Sasa kati ya 55 na 32 nani wakali, yani ambao ndo yani ndo wale wa tuseme kama hizi timu unavyosikia labda WCB, yani nani ambaye ndo ana brand kubwa kwenye hizo lebo zenu za numbers? Hizo namba zote ni kubwa kakaangu, namba zote ni kubwa, na hao wote wanafaa vizuri. Mimi wote wadogo zangu unajua wote wanafaa vizuri, yani kina Jeusi wanafaa vizuri, muona Bonta Morris wanafaa vizuri, na kina Kiroboto wao, umeelewa, na kina Kaje Double Killer wanafaa vizuri. Na sio hizo, zipo pia 39 36 Chichimawe kiutu uzima, umeelewa, au 36 hao wanakwambia kiutu uzima, yani kwamba wao mambo yao wanafanya kiutu uzima. Umewakosea wanakufuata, wanakuita, mnakaa mnaongea, mnaeleshana kiutu uzima. Sasa kwenye hizo namba wapi ambao ni hatari zaidi, kwamba ukisikia labda namba fulani ujue ni moto umewaka, jeshi la mawe? Bwana mimi naona hapo hizi namba mbili hizi 32 45 noma hizo bwana, ukikorofishana nao ndugu yangu acha kabisa. Yani sije katokea wanyewe na kauli yao moja, wanakuambia usije ukajaribu kuwa tatizo kwetu, au 32 hapo, usijaribu kuwa tatizo kwao, hawapendi, umeelewa? Kwa hivyo yani watu wana vitu vyao, lakini wanaishi maisha yao, hawana tatizo na mtu. Wanafanya tu harakati zao, wanapambana na hizo namba zao zipo kwa ajili ya harakati, sio mambo ya ugomvi, kwa ajili ya harakati za kupambania maisha yao. Wanauza ma-t-shirt, wanafanya muziki yao kwenye mashow, wanasapotiana hivyo. Hivi unafikiri kwa nini watu wengi washua waga ufagili muziki wa Singeli? Unafikiri kwa nini? Kuna vitu vilikuwepo, asili ya muziki ulipotoka hasa zamani, walikuwa wanauona, unajua muziki wa Singeli ni kama muziki wa hip hop. Zamani watu walikuwa wanaona muziki wa hip hop ni muziki wa kiuni sana, sio nani. Lakini sasa hivi nikikwambia kwenye hip hop karibia namba kubwa ya viongozi viongozi ambao wapo kwenye sanaa, namba kubwa sana ya viongozi ambao wanatoka kwenye sanaa wanatokea kwenye hip hop, umeelewa, ambao muziki ambao ulionekana wa kiuni. Ndio kuna Mwana FA, kuna Sugu, kuna Professor Jay, umeelewa? Yani namba kubwa ipo kwenye hip hop ambao muziki ulionekana wa kiuni. Kwa watu waliupambania, wakaunyoosha, watu wakaelewa. Kwa hata kwenye Singeli inaonekana hivyo kwa sababu nature ya muziki umetoka Uswahilini, lakini ndio tupo kama sisi new generation manager, tunapambania, tunawaweka watu vizuri, umeona, tunatengeneza wasanii ambao ni smart manini. Ndio maana unaona sisi tukiwa hata kwenye show zetu uone vurugu, uone nini. Hata kwenye mechi unaona, kwa mfano sisi tunacheza mechi na kina Chino, watu wa Bongo Flava, tunacheza mechi na kina Koi Mzungu, kina nani, wanakuja mademu waigizaji, tunafanya show zetu vizuri, tunamaliza vizuri, tunaondoka. Tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo tunajaribu kutoa zile tofauti au zile kasoro ndogo ndogo zilizokuwa zinatia dosari muziki. Ndio maana unaona mabrother zetu wengine walopambana huko, kina Msagasumu, kina Shoromamba, kina Manifongo, wakina nani, umeelewa bwana, mpaka hapa walipofika. Respect sana kwao, mpaka muziki ulipo hapa tunaopambania, na sisi tulioingia sasa hivi tunasongesha gurudumu. Badi Loso. So far sasa tunafanyaje muziki wetu wa Singeli uzidi kuwa wa kimataifa sasa? Afu kingine nimekumbuka. Wasanii wa Singeli kwa nini waga wanavumaga kwa vipindi vifupi afu baada hapo ni kama wanapotea? Kwa nini? Yani hilo tatizo ndio tunakuja pale, unaona kama sisi narudi pale sisi new generation managers, umeona, tuko wengi najua wote tumepata darasa kwa Kandolo pale, umeelewa. Tulikuwa pale sababu baba wa muziki kwenye ngoi ya kumanage, umeelewa. Moja kati ya vitu ambavyo tunavipambania kuviweka sawa ni hivyo. Unajua shida inayotokea ni brand na watu kuhandle wanapopata ustaa. Unajua leo msanii wa Singeli ambaye haelewi kitu chochote akipata ustaa, yeye anachokiwaza ni kitu kimoja, ni kwamba tu anapiga show. Kwa anapiga show mpaka nafasi yake kisha na kaisha. Ajui kwamba mimi natakiwa kufanya maintenance ya hiki ambacho kinafanyika au kwenye nafasi hii niliyopo. Ajui pia kama anatakiwa kufanya consistency kutoka hapa nilipo kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo unakuta wao wafanye investment,
approximate maisha ya game, kujua kwamba sasa bwana nikifanya hapa hiki kitakuwa hivi, au mimi baada ya muda fulani natakiwa niwe hivi. Unaona wenzetu wasanii wa Bongo Flava wanaweza wakakaa hata kama show, mtu anaweza akafanya show zake hata chaka akapata labda milioni zake 70. Kwenye milioni 70 akatenga milioni 30, hii naweka kwenye muziki wangu, hii ndo nitafanya 1 2 3. Wasanii wa Singeli unakuta asilimia kubwa wale wakuponyea hawana hiyo. Umeelewa? Na kubwa zaidi hawana elimu juu ya hii game ambavyo inaenda, kwa wajui kama wao ni biashara na wanatakiwa kuweje. Hiyo ndio inatusumbua sana na ndio tunaipambania sana kwa vizazi hivi ambavyo vilivyopo sasa hivi. Okay. Sana. Okay, so kwa kumalizia tu tunaweka vipi sasa usawa basi kuhakikisha tunazidi kupambana na kuzidi kusonga mbele kwenye huu muziki wa Singeli? Nafikiri ni elimu, capacity building, wasanii wanapaswa sana kupata, umenelewa bwana, kupata workshop tofauti zinawajenga na kutambua, umenelewa, kwa sababu kuna wasanii leo walikuwa wafahamu. Nikupe mfano mmoja, kuna wasanii wa Singeli walitoka wakaenda nje, yani msanii ambapo baadaye kuperform afu ndo akaja Lema jukwaa hilo na Lema walikutana naye. Kwa mfano mimi hata mimi wasanii wangu wa Moto walikutana na Nasty C, wanaperform wao wanamaliza wanakuja Nasty C, lakini unaweza ukaona kwamba ni vitu fulani wao sisi wasanii wa Singeli tunaona ni kawaida tu, wao wanaona ni kawaida tu kwamba labda nikutana huyu ni kawaida, lakini matukio kama hayo let's say angekuwa kakutana nao labda msanii wa Bongo Flava aidha Dayo au nani, ungeona namna ambavyo angeitengeneza. Umeelewa? Kwa hiyo sisi pia kwenye engo ya kubrand tumekuwa na uelewa mdogo juu ya branding za biashara yetu ya muziki. Umeelewa? Kwa hiyo tunapopata hizi elimu zinawasaidia wasanii. Ndio maana unaona ukiangalia mfano mimi wasanii wangu wa international ukiwaona tu uwezi sema kwamba huyu hapa ni msanii wa Singeli. Yani hata anavyoonekana, nikimweka msanii wangu na msanii wa Bongo Flava utaona tu hawa ni wasanii, mpaka nikwambie huyu anaimba Singeli. Umeelewa? Ile tofauti ya kwamba msanii wa Singeli labda kaja na vindala au kajichukulia poa sijui mchafu nini, sisi hizo tunajitahidi kuzitoa. Kwa hiyo tukiwatengeneza kwenye level hiyo, hata hao wasanii wa Singeli wa Bongo Flava pia wataona kweli kuna namna. Kwa mfano kulikuwa kuna shida moja, wanasema msanii wa Singeli akimtaka msanii wa Bongo Flava inakuwa ngumu, ila msanii wa Bongo Flava akimtaka msanii wa Singeli inakuwa rahisi. Lakini hapo tatizo ni branding tu. Unaelewa? Kwamba wewe msanii wa Bongo Flava ukimapproach afanye na wewe anafikiria kwamba sasa huyu yani wewe una mkakati gani? Akikuangalia tu ndo upo maskini, anaona hata nikifanya naye hamna mkakati wote wa muendelezo wa hiyo project, hamna advantage yote ambayo ataipata. Yeye anaona kwake haina issue. Lakini wewe ukiitwa na msanii wa Bongo Flava, wewe kwako unaona advantage, kuna kitu ambacho kitaongezeka kwako sababu ule si brand. Kwa hiyo maana tofauti ni namna ya kutengeneza brand. Kwa hiyo ndio hiyo kitu ambayo sisi tunaipigania sasa kwa wasanii wetu, kwamba wewe ukijitengeneza ukiwa brand, ukikaa kwenye level fulani, kazi zako zikawa na mikakati mizuri, na taratibu nzuri, msanii wote tukimapproach anafanya. Acha comment ilikutana nao kwenye mtandao wa kijamii nasema kwamba Badi Loso anaonekana ana rasta muonekano wake wa kisanii, lakini mbona yeye hatajawahi kuimba lakini ana manage tu. Hivi hujawahi kuimba kabisa? No, mimi nilikuwa msanii before. Nilikuwa msanii wa Mesen. Mimi nilianza kwenye muziki kuimba, and then nikaenda kwenye ngumi, nilikuwa bondia. Baada hapo nikaanza kumanage mabondia, nikatoka ndo nikaingia kwenye Singeli. Hivi kwa nini ulienda kwenye bondia? Tuanzie hapo. Unapenda sana masuala ya bondia wewe? Mimi sababu nilikuwa na talent ya ngumi. Zamani mdogo wanacheza sana ngumi nikaacha. Nakumbuka siku ambayo nilienda gym kwenye dojo moja pale kwa Manzese. Nilienda tu kwa ajili ya kufanya photo shoot kipindi naimba. Sasa nilivyokuwa napiga zile pad, punching bag ndo kocha alipenda. Dojo kwa Kiswahili fasani kama kusemaje? Yani sema ni kama sehemu ya mazoezi ya Uswahilini ile. Dojo hiyo? Okay, sawa. Sasa lazima tuongee vizuri ili watu wajue kwamba dojo ni nini hivyo. Tunyooshe, tutoe elimu. Tuendelee. Basi nilivyokuwa napiga hivyo kwa teacher ule alipenda. Zaidi ninapopiga kanambia, "Oh, shaka kucheza ngumi." Kanambia, "Nilikuwa na mtaani huko Tamana." Kanambia, "Ujue unaweza kuwa bondia kwa sababu unapiga ngumi vizuri na unapisha vizuri, unatoka, una bobbing hivyo." Basi kanambia, "Wewe unakuja hata kama unaimba si unafanya mazoezi." Kwa hiyo nikaa kweli nafanya muziki afu nafanya mazoezi. Ndio tukaanza sasa kupata chemistry kati ya mimi na mabondia. Mbao ilipofika staging anakupanda kwenye maringi kama mchezaji wa utangulizi hivyo. So far baada hapo sasa ndo kama sasa kuwa manager sasa? Baada hapo sasa ndo nikaamua kuwa manager. Kumanage sasa baada ya ngumi mimi kuona sasa huko kwenye ngumi kuna kitu naweza nikakianzisha kwa sababu sijawahi kuona bondia ambaye anaimba. Kwa sasa mimi nikaja na hiyo idea nikasema sana nataka niwachukue mabondia waimbe.
Kwa hiyo ndo nikaanza na Shabani Kaoneka. Nilianza na Mandonga. Wewe ulianza na Mandonga kumbe? Hebu nipe kwanza ilivyokuwa. Sasa unajua Mandonga alikuja kwa kasi ndugu yangu. Lakini sasa hivi naona sitofahamu nyingi zinaendelea. Hebu niambie kwanza kwa Mandonga ilikuwaje kwanza? Kwanza alikuwa ni mtu namna gani hapo mnaanza kufanya kazi na vitu kama hivi? Nafikiri kipindi sana Mandonga ndo anaanza kuitiiti yuko kuda. Kocha wangu ambaye ananifundisha mimi ngumi anaitwa Chala yuko Daton pale. Yeye alikuwa anafahamiana na Mandonga na wote ni watu wa Morogoro. Kwa nikamwambia kocha, mimi na idea fulani nataka tufanye na Mandonga. Akasema poa, mimi nakuunganisha naye. Akanipa namba yake, nikampigia, nikamuelezea, akaniambia fresh. Sasa tunapanga siku tuingie studio tukarekodi. Kuna muda yeye alipata muda kwamba bwana mimi niko fresh, afu sasa mimi niko na message na shoot, afu muda ambao mimi nimepata niko fresh, yeye sasa akapata watu wengine, akamwambia da, mdogo wangu kweli natamani tukaingie tufanye na wimbo nilishaandika nikamtumia. Akanambia lakini nimepata watu ambao sasa watu hao wanataka tu nifanye ngumi nisifanye muziki. Kwa hiyo tukawa tumeishia hapo, lakini ilikuwa ni fresh. Baadaye basi mimi nikamwambia poa bro, mimi ngoja niangalie upande mwingine, ndo nikamfuata Shabani Kaoneka. Ndo nikamuingiza Shabani Kaoneka kwa mara ya kwanza kwenye muziki. Nilipotoka hapo nikaenda kwa Said Chino, baadaye nikaenda na mabondia wengine.